Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe katika kipindi cha siku ya leo, nikiwa na tumaini ya kwamba vipindi ambazo zimekuwa za huko nyuma zimekuwa za msaada sana kwako na umepata kubarikiwa sana. Leo ningependa nifundishe kuhusiana na majaribu. Neno majaribu katika Kiswahili ama katika Biblia ya Kiswahili imekutumika kumaanisha ama kuwa na maana mbili. Maana ya vishawishi, lakini pia maana ya mtihani. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 13, maandiko yasema mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe amjaribu mtu. Maandiko yanasema ya kwamba kwenye hiki kitabu cha Yakobo kwamba Mungu huwa amjaribu mtu, lakini ukija kusoma kwenye kitabu cha Waamuzi mlango wa 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4, maandiko yanasema ya kwamba Mungu hakuondoa maadui wote wa Israeli. Aliacha mataifa mengine kama Wafilisti na mataifa mengine ili kwamba yale mataifa ya wajaribu wa Israeli. Sasa unaanza kuangalia kwenye hizo verse, unaona kwamba ni kama kuna vile zinapigana hizo verse mbili, kwamba verse ya Yakobo mlango wa kwanza na mstari wa 13, maandiko yanasema ya kwamba Mungu huwa amjaribu mtu. Lakini ni ukweli kwamba Mungu amjaribu mtu? Nataka tuangalie kwenye hicho kitabu cha Waamuzi mlango wa 3 ndio tujue kama kweli Mungu huwa anamjaribu mtu, kuanzia mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 3 kuanzia mstari wa kwanza yasema, basi haya ndiyo mataifa ambayo Bwana aliwaacha ili awajaribu Israeli kwa hao, yaani awajaribu hao wote ambao hawakuvijua vita vyote vya Kanaani. Maandiko yanasema kuna mataifa ambao Mungu alipokuwa anapigania wana wa Israeli aliyaacha, na hayo mataifa Mungu aliyaacha ili kwamba yawafundishe watoto ambao walizaliwa nyakati ambazo hakuna vita, ili wafundishwe vita. Lakini tumesoma kwenye kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza na mstari wa 13 kwamba Mungu amjaribu mtu. Hapa ndio sasa unafaa kwenda kuangalia neno jaribu katika Biblia ya Kiswahili ama katika Kiswahili inamaanisha nini. Mungu kwenye kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza na mstari wa 13 anaposema kwamba huwa amjaribu mtu, ile neno ambayo imetumika pale ni neno tempt. Mungu huwa amjaribu mtu, huwa attempt mtu, lakini Mungu huwa anatesti mtu. Ndio kitu ambacho kinatokea kwenye hiki kitabu cha Waamuzi mlango wa 3 kuanzia mstari wa kwanza, kwamba Mungu huwa anamleteanga mtu mtihani ili kwamba ukipita ule mtihani uende level nyingine. Lakini shetani huwa anatempt mtu, huwa anamleteanga mtu vishawishi ili kwamba uingie katika dhambi. Ndio maana vile tumesoma kwenye kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza na ule mstari wa 13, maandiko yanasema mtu ajaribiwapo asiseme nimejaribiwa na Mungu. Kwa hivyo kama tukiweka neno sahihi pale tutasema kwamba mtu anaposhawishiwa asiseme kwamba ameshawishiwa kufanya dhambi na Mungu, kwa sababu Mungu huwa amshawishi ama amjaribu mtu. God does not test God does not tempt a person. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na hapo ndio watu wengi hiyo verse wamekosa kuelewa. Sasa nataka tuende mstari wa 14 ndio tuangalie ni nini ambacho Mungu anakizungumza pale. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Maandiko yasema ya kwamba mtu anapojaribiwa asiseme kwamba amejaribiwa na Mungu, ama anaposhawishiwa asiseme kwamba ameshawishiwa kufanya dhambi na Mungu, kwa maana Mungu huwa amshawishi mtu kufanya dhambi. Ina maana kwamba Mungu akimletea mtu jaribu, huwa anakuleteanga jaribu ambao lile jaribu litakupeleka kwenye level nyingine. Ukiangalia Meshach, Shadrach na Abednego waliletewa mtihani ambao ule mtihani ulikuwa ni wa kuweka kuwa maliwali, kuwaweka kuwa viongozi. Walikuwa ni watu wa kawaida. Ukiangalia mtu kama Esther na yule cousin wake ambaye alikuwa anaitwa Mordekai, alikuwa anaishi kwenye malango ya mfalme. Walijaribiwa na mauti, lakini waliposhinda ule mtihani wakapata position. Hiyo ni mitihani ambao Mungu anamjaribu mtu ili aone kwamba kana kwamba unawezea kufika katika haya ama kuridhi ile position. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila level ambao utahitaji kwenye maisha yako ufike, mara nyingi Mungu huwa anakujaribingi ili aone kama ukiingia kwenye ile position, je, utakuwa unavaa unastahili kukua kwenye ile position. Wale matajiri ambao unaona kwamba hawa watu ni tajiri na huyu mtu ambaye unaona ni maskini, wamekaa kwenye hizo nafasi kwa sababu, yani wamekaa kwenye, yani wako na haki ya kukaa kwenye zile nafasi. Kama ukimchukua tajiri mmoja na ukamchukua maskini mmoja ukawasikiliza wote kwa pamoja, utajua kwa nini huyu amekuwa maskini na huyu mwingine amekuwa tajiri. Ina maana kwamba huyu aliyekuwa tajiri kuna mitihani mingi sana ya uchumi ambao ameipita, ambayo huyu ambaye ni maskini alishindwa kuipita. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna mstari nataka tuangalie hapa. Kuna mstari ambao nataka tuangalie hapa kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili. Kitabu cha Wakorinto wa pili ule mlango wa 10 na mstari wa 5. Nataka tuangalie hii verse nasema nini. Maandiko yanasema hivi. Kuna hiyo verse nataka tuiangalie ndio tujue hiyo verse inasema nini. Inasema hivi: tukiangusha mawazo. Sio hiyo verse. Kuna verse ambayo naitafuta ambayo inasema ya kwamba mtu akishindwa kupita mtihani ambao Mungu amempa, kile ambacho kinatokeanga ni kwamba Mungu huwa anamkataa. Hiyo verse nitaitafuta kwa wakati wangu na ni bila shaka nitakusomea hiyo verse, kwa sababu kuna verse nimeipata. Kitabu cha Wakorinto wa pili, kitabu cha Wakorinto wa pili 13:5 inasema hivi: jijaribuni wenyewe kwamba mumekuwa katika imani. Jidhibitisheni wenyewe, au amjijui wenyewe? Kwani Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. Kumbe ukishindwa kupita mtihani ambao ule mtihani unakuweka kwenye nafasi fulani, hiyo nafasi huwa inakukataanga. Mungu anakataanga kukupea ile nafasi ama kuweka kwenye ile nafasi. Kuna watu ambao walifaa kuwa kwenye position fulani kwenye biashara, kwenye ndoa, lakini zile nafasi wamezikosa kwa sababu jaribu lilipokuja walishindwa kushinda hilo jaribu. Walishindwa kuona mlango wa kupitia. Na hivyo basi ile position
na Yesu akawakataa kuwapea hiyo nafasi.